Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na ukaribisha kuweza kufuata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas. Fizi News 24 ni TV ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tega sikio. Taarifa yetu ya habari tanzia na uko Mikenge ambako kundi lake Jemedari Hayati Kibukila Mtetezi ambalo linaongozwa kwa sasa na Jemedari Bolingo Mtetezi wa pili limetoa tangazo la kutahadharisha raia kutokana na ujio kwa wingi wa majeshi ya waasi wa M23 pa Mikenge huko tarafani Mwenga na Minembwe katika tarafa Fizi. Kwa mujibu wa tangazo hilo ni kwamba wanajeshi hao wa AFC M23 wamekuja kwa malengo ya kushambulia vijiji vya tarafa Fizi kama walivyofanya huko katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hata hivyo, kikundi hicho cha wazalendo kimeomba raia hasa vijana wa jimbo la Kivu Kusini kuwa macho na kuungana na wazalendo ili kupiganisha uvamizi huo. Ili hapa tangazo lililo katika lugha ya Kiswahili na Kifaransa, sikilizeni kwenye TV yako. République démocratique du Congo, Force des patriotes pour la défense du Congo, FPDC MEL, Armée d'espoir du Congo, ASC, État-major général. Tangazo kwa vijana wa mkoa wa Kivu ya Kusini. Jeshi la wazalendo wa kundi la FPDC lake hayati Luteni Jemadari Mtetezi Kibukila Waseba Tresor likiongozwa kwa sasa Luteni Jemadari Mtetezi wa pili Olivier Bolingo linaalika vijana wote wa mkoa huu kusimama imara kwa kupiganisha adui mvamizi wa nchi yetu M23 AFC wanaounga mkono na nchi ya Rwanda na washirika wake Red Tabara, Twirwaneho, Gumino na Android. Baada ya kupenyeza kwa adui katika milima ya Nyangezi, Kamanyola, waasi hao wameonekana kwa wingi pa Mikenge, sekta ya Itombwe, pia na Minembwe katika tarafa la Fizi, ambako lengo lao kwanza lilijitambulishwa kwa kuvamia vijiji vya Mulima, Lusuku, Abala, Abwale na Loketi kwa shabaha ya kuteketeza raia wasiokuwa na hatia kama walivyofanya Pagoma mkoani Kivu ya Kaskazini na Bukavu, makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Ndipo jeshi la wazalendo wake Luteni Jemadari Mtetezi wa pili Olivier Bolingo na washirika wake Jemadari Ngoma Vito Delfe, Jemadari Kakobanya na makundi mengine yanayopiganisha uvamizi pamoja na jeshi la taifa FARDC walifaulu kurudisha nyuma waasi ambao walikuwa tayari pembezoni mwa vijiji tajwa hapo juu. Kwa kumaliza, tunawajulisha kama hatua za kuzigomboa miji ya Minembwe na zile za Mikenge zinaandaliwa hapa usoni. Kwa hiyo tunaomba raia kuwa chonjo na kusindikiza jeshi la wazalendo linalosaidiwa na jeshi la taifa FARDC. République démocratique du Congo, Force des patriotes pour la défense du Congo, FPDC-MEL, Armée d'espoir du Congo, ASC, État-major général. Communiqué à la jeunesse de la province du Sud Kivu. La force wazalendo du mouvement FPDC-MEL, du seigneur de guerre fait le lieutenant-général Mtetezi Kibukila Waseba Tresor, conduite actuellement par le lieutenant-général Mtetezi D. Olivier Bolingo, invite toute la jeunesse de cette contrée de se mobiliser à lutter contre l'agression de notre cher bon pays par le rebelle du M23/AFC, soutenu par le Rwanda et leurs alliés Red Tabara, Twirwaneho, Gumino et Android. Après la déviation de l'ennemi à Nyangezi, Kamanyola, ces rebelles sont visiblement et en abondance dans le secteur du Tombo, plus précisément à Mikenge, Minembwe aussi, village situé en territoire de Fizi, où leur priorité s'est manifestée par attaquer les villages Mulima, Lusuku,
à Bouale et Rugezi dans le but d'exterminer la population congolaise comme l'ont fait à Goma au nord Kivu et à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. C'est par là que la force Wazalendo du lieutenant-général Ntetesde Olivier Bolingo, en collaboration avec ses alliés, les généraux Ngomazito Delphin, les généraux Kakobanya et d'autres groupes qui s'opposent à cette agression, y compris la force loyaliste des FARDC, ont réussi à repousser ces rebelles qui étaient déjà en proximité des villages si haut cités. Pour clore, nous vous informons que la récupération de la cité de Minembwe et celle de Mikenge est en cours d'exécution. C'est ainsi que nous prions notre population à la vigilance et d'être derrière les Wazalendo, soutenus par les FARDC. Ikumbusho kwamba licha ya jitihada za wazalendo mpaka sasa, vijiji vya Mikenge na Minembwe vinasalia mikononi mwa waasi wa AFC M23. Huko Uvira ni kwamba hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha ndani ya mji wa Uvira. Hivyo ni baada ya vurugu iliyoripotiwa kati ya jeshi la FARDC dhidi ya wazalendo, kundi la kamanda Rukumeta, na hivyo kupelekea shughuli zimoja kuzorota siku ya 4 ya wiki hii. Kwa mujibu wake mwanasheria Chako Changu Bon Ane ameonyesha hapa kisa cha mkasa huo. Tumeamka masasi sana yenyewe imekuwa kati ya majeshi wa FARDC wakipigana na jeshi ya wazalendo ya Rukumeta, na walikuwa wanadeploye FARDC iende kwenye milima yenye iko juu ya grupe corporate ya Kitundu, na kwa ile ndio kunakuwa position ya General Rukumeta, na ndio wamepigana masasi mingi. Agenda ni kwamba majeshi wa FARDC wanapenda watie mapozisio zao juu ya position ya wazalendo. Maana yake wajeshi wa FARDC wakontrole position za wazalendo. Wazalendo hawako tayari kuitika majeshi wa FARDC watie position zao juu yao, na wanakuja bila communication, hawawajulishi. Na wazalendo tunapongea nao wanatuuliza nini natuma majeshi wa FARDC wakuwe deploye kwa haraka juu ya milima inayoelekea Uvira, na wako deploye fasi za mingi sana. Nini ambayo inatuma katika nyakati kama na hizo? Kwa nini wangesubiri vita kwanza imaliziki? Hiyo inaleta mashaka dukuduku nyingi kati ya FARDC na majeshi wa kizalendo, sababu FARDC ilikuwa deploye nao makaburi na kupatikana quartier Kakombe usiku mzima. Mpaka sasa magari FARDC karibuni 4 majipu inapatikana kwenye anteni ya Tigo yenye iko mnamo quartier Kakombe, juu kabisa ya milima inayoelekea groupement corporate ya Kitundu. Utaelewa kwamba mapambano ilikuwa haiko mbali na Centreville. Uvira iko na groupement moja ya Kitundu, iko tu juu, iko tu mwingine. Meni kati mkaporipori, meni groupement corporate ya Kitundu. Ilikuwa vraiment ni Centreville tu, haiko sana. Ni juu ya hospitali ya Wittem Sepak ya Kasenga. Ni mapambano imekuwa mvile ya Uvira, haiko msheferi wala territoire, ni mvile ya Uvira. Hata hivyo Chako Changu ameongeza kuwa kwa hali hiyo ya marumbano kati ya vikundi hivyo viwili vya baba mmoja, vinyume vinaweza kuwa vingi, ni vyema wakae chini ili kupata suluhu ya pamoja. Mtangazaji, analizi ambao tuko nayo ni kwamba kwanza hatuelewi malumbano yenye imeonekana imeshuhudiwa entre FARDC na wazalendo ina chanzo gani, wakati ambapo FARDC na wazalendo wako pamoja kwenye vita inayoelekea milima ya teritwari ya Uvira hata pia Kamanyola. Ya pili, ni wakati muhimu ya kudeploye FARDC mnamo milima ya vile la teritwari ya Uvira. Ya tatu, agenda kashe gani yenye iko nyuma ya hii deployment wakati ambapo mambo hayaeleweki. Raia inahitaji adui atowekwe pale mumuji wa Kamanyola. Utaelewa na mimi kwamba jana M23 imegeuza groupement ya Kamanyola inaifanya kuwa cité ya Kamanyola, na wametia chef de cité wa mpya makomite nzima kuongoza cité ya Kamanyola. Eske haiko balkanisation? Eske haiko occupation illegale
ya budongo wa Uvira. Hiyo ndio maswali ambayo watu wanahitaji zaidi sana. Amani ndio watu wanatafuta na usalama ukue. Kwa nini FARDC haindi pigana Kamanyola, ipigane Bukavu, ipigane pia Goma? Kwa nini effort na vita haziko deploye mwa zile ngambo ndio kusumbua watu mvile ya Uvira, ambapo watu wanapene kuishi, wanaishi katika hali ambazo haiko vizuri? Na ndio maana tumeomba kwamba kuwe vikao ya maongezi kati ya FARDC na wazalendo, kuwe vikao ya sisi wa leader communautaire na majeshi, meya wa jiji, administrateur wa territoire wakwe active, ili kwamba tuone kwamba hali ikibadilika, sababu kila mtu aheshimie mwenzake, jeshi aheshimie mzalendo aheshimie jeshi, na raia pia. Tumepoteza sana leo, ni kazi zimekuwa kidogo sana, na jambo ambalo sisi kama vile raia hatufurahii. Mtangazaji, kwengineko ni huko katika eneo la Runingu ambako kijana mmoja mmiliki na msimamizi wa ukumbi wa sinema pa Runingu amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na askari jeshi mmoja wa taifa FARDC siku ya Jumatano ya tarehe 30 Aprili mwaka huu. Katika mahojiano na redio yako akiwa pa Runingu, mwanaharakati wa shirika la kiraia ametoa picha hali halisi ilivyokuwa mpaka kijana huyo kupigwa risasi, huku upande mwingine ameonyesha jitihada ambazo jeshi la taifa FARDC na wazalendo walizozitekeleza elimu alifu huyo anaswe na hukumiwe kisheria. Mwenye alikuwa proprietaire ya salle de cinéma. Après ile match ilikuwa inaonekana ya Barça na Inter de Milan, comme si kulikuwa discussion entre yeye na basoda, ndio ikatokea ke soda kaamua vile kumpiga masasi na akakufa, na ule soda kakimbia Runingu. Saint-Jean qu'on appelle Kigabi. Ndio situation ilipitikana jana usiku. Donc walikuwa msali de cinéma kuna na match, kukakuwa discussion entre yeye na ule soda, ndio si soda alimpiga masasi, soda kakimbia, akaacha maiti. Interventions zilifanyika après yeye ndugu Kigabi kupigwa masasi pa Runingu, mais malheureusement ule soda mpaka sasa hajakamatika, na hapa Uvira na sisi tulilamkia masasi hatu ya jiokipe sana na kujua nini inapatikana sasa Runingu kwa ajili ya hiyo ka. Mais au moins jusqu'à maintenant hotere hayapatikana. Wanaendelea kumsaka, watu wa FARDC na wazalendo washajiunga kwa kufanya marecherche juu kutafuta ule jeshi ambaye amepiga ndugu Kigabi masasi pa Runingu. Ndio situation yenyewe tuko na vivre mpaka sasa. Tunachungilia tuone nini kazi itafanyika kungambo ya agent de sécurité kwa kumtafuta ule mtu na serikali mshughulikie. Yeye ndugu Kigabi kupigwa masasi pa Runingu, mais malheureusement ule soda mpaka sasa hajakamatika, na hapa Uvira na sisi tulilamkia masasi hatu ya jiokipe sana na kujua nini inapatikana sasa Runingu kwa ajili ya hiyo ka. Mais au moins jusqu'à maintenant hotere hayapatikana. Wanaendelea kumsaka, watu wa FARDC na wazalendo washajiunga kwa kufanya marecherche juu kutafuta ule jeshi ambaye amepiga ndugu Kigabi masasi pa Runingu. Ndio situation yenyewe tuko na vivre mpaka sasa. Tunachungilia tuone nini kazi itafanyika kungambo ya agent de sécurité kwa kumtafuta ule mtu na serikali mshughulikie. Huko Masisi ni kwamba kumeshuhudiwa upungufu wa uzalishaji wa fromage katika vijiji mbalimbali vya usultani wa Bashali tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Hivyo ni kutokana na uhaba ng'ombe maeneo hayo, ndivyo amehakikisha hayo moja kati ya watengenezaji wa chakula hicho. Katika mazungumzo naye bwana Jacques Vunambandi, moja kati ya watengenezaji wa bidhaa hiyo, amesema kuwa kwa sasa maeneo mengi ya kutengeneza fromage yamefungwa na ni kutokana na uhaba ng'ombe katika maeneo hayo, kama alivyoeleza kwenye TV yako. Uzalishaji wa fromage ulishashuka chini juu mwaizi masiku ngombe ni za kidogo. Par jour natengeneza 30 pièces za fromage, mais par jour nilikuwa natengeneza 40 pièces. Ekari ya 10 pièces zilishapotea. Mbele ngombe zilikuwa za mingi, maziwa ilikuwa napatikana kwa wingi. Ituru hasa juu ngombe ni za kidogo, maziwa iko napatikana ya kidogo juu na bamwizi nabo vile. Na betu likuwa napatia maformage Ituru habangali nazipata, juu na si hatungali napata maziwa. Juu ngombe zilishakuwa za kidogo mu Bikuyu. Mara pale shibote tulishakosa bulo mutere. Maziwa ilishakosekana na formage nazo zilishakosekana vile.
Uko Baraka, mji ambao unapatikana katika mkoa wa Kivu ya Kusini, ni kwamba uongozi wa mtandao wa mawasiliano wa Africell tawi la tarafa Fizi na mji wa Baraka umeomba kwa wateja wake kuwa na imani na mtandao huo licha itilafu iliyojitokeza na kupelekea kusua kwa mtandao huo kwa takriban miezi miwili sasa. Katika mazungumzo na bwana Christian Ifundo, msimamizi wa mtandao wa Africell tawi la tarafa Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa kwa sasa mtandao wa Africell umeimarika na ni vyema wateja wao kubaki waaminifu, kwani ni mtandao pekee wenye vifurishi venye gharama nafuu nchini Kongo, kama alivyoeleza hapa. Tumsikilize kwenye TV yako. Jambo la kwanza ni kuwaomba radhi, yani msamaha kwa ile limetokea isiyo kawaida ya Africell. Depuis Africell ifike hapa Baraka hakuyakuwaka perturbation technique kama ile, na ilitokea suite ya vitu ambao tunajua paske ilikuwa umwe situation iko general, lakini yeye ilikawia paske ilete vya mzuri paraporo ya zamani. Njoo ilikuwa njambo neza ambia raia kabisa watusamehe na wafahamu ya kwamba deja rezo ya Africell iko deretu na maofre zake za mzuri sana kama kawaida na connection ya mzuri kupitia zote hapa kwetu tarafani Fizi, hususan katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kuna wale ambao wanakuwa kuna kutokuwa na imani, huenda labda Africell inakuja tena itarudi, ni kama vile kupima. Nini unaweza kuambia? Antuka jambo naweza gusia kwa hilo swali, paske hata wa grossiste wa revendeur walikuwa naona ile madute, lakini bako na pasema commande kama kawaida bila shida, bila tatizo. Waabone waisikie huru. Wenyewe wanajua ya kwamba force ya Africell ni kukua na forfait za bei ya chini kuzidi mitandao yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wengine wanauzisha 1 giga kuma 3500 francs, Africell jusqu'à présent ni ile 2500, na zingine forfait ziko réduit à la baisse mpaka abone ama kilia anaenda kushuhudia. Wasiwe na hofu, wakamate masime zao ze walikuwa nazo, wale ambao labda zilipotea waje waswape, ama wale walikuwa ambao waingia kumtambo wakuje wanunue karte sime kwa wingi. Hizo offre zingaliki vile vile, na retour ya rezo ilikuwa depuis irudie na wabone balishaona vile hakuna perturbation ishakuwa ama itakuwa tena. Vitu vilikuwa mzuri sana paske baliacha linye ya Bukavu ya backbone ambayo ilikuwa na pose problem kama insecurity, bakakamata linye ya Kalemi na ikapanda, na hakuna hata perturbation moja itaweza kuwa ama kutokea. Peut-être ikuwe tu probleme technique kadogo, mais dire que vitarudia ngisi vilikuwa habikuwa na habiyakuwaka. Et c'est pourquoi Africell ilitraîner kidogo kwa kutafuta solution iko durable. Bila shaka kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Sina la ziada na kuomba usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.